Karibu kwenye MJ channel, watazamaji wangu. Leo tutaenda kuangalia mgogoro kati ya Marekani na Irani. Kiufupi kabisa, kihistoria, chanzo cha mgogoro kati ya Marekani, Israeli na Irani. Kwa hiyo tutaenda kuangalia leo kwa pamoja na tutaona kwamba kihistoria wametoka wapi na wanaenda wapi sasa. Kwanza ni mgogoro wa muda mrefu na una mizizi ya kihistoria, kisiasa, kidini na kijamii pia. Lakini pia swala la kwanza ni historia kati ya Irani na Marekani. Kabla mwaka 1979 Irani ilikuwa rafiki mkubwa wa Marekani. Baada ya mapinduzi ya Irani mwaka 1979, serikali ya mapinduzi ilichukua madaraka. Moja, kwanza ilipinga sana Marekani kwa maana Great Saturn, lakini pia ilitaka kujitegemea bila ushawishi wa Magharibi. Lakini tangu hapo sasa Marekani iliweka vikwazo kwa maana sanction dhidi ya Iran. Lakini Irani nayo ilikuwa ikipinga sera ya Marekani Mashariki ya Kati. Lakini ukifika upande wa pili, Israeli na Irani, kwanza kabisa Irani haikubali uwepo wa Israeli kama taifa. Kwa hiyo Irani haikubali kabisa Israeli kuwa kama taifa. Lakini pia Irani inaunga mkono makundi yanayopinga Israeli. Kwa hiyo na mojawapo katika makundi haya ni Hezbollah ambayo wako kule Lebanon, lakini pia kuna Hamas ambao wako Palestina, lakini kuna Wahuthi ambao hawa ni wako kule Yemen. Israeli naona Irani ni tishio kubwa kwa usalama. Na swala la pili ni swala la ukubwa silaha za nyuklia. Moja ya sababu kubwa ni mpango wa nyuklia wa Irani. Marekani na Israeli wanaamini kuwa Irani inataka kutengeneza bomu la nyuklia. Irani inasema mpango wake ni wa amani kwa maana ya umeme na sayansi. Kuna makubaliano ya Irani ya mwaka 2015 ambayo yalifanyika kipindi kile ipo Barack Obama. Marekani chini ya Donald Trump ilijiondoa mwaka 2018. Tangu hapo mvutano umeongezeka tena hadi leo. Kwa hiyo kuna malengo ya kila upande. Kwa kila upande kuna malengo yake. Ukifika upande wa Marekani, kwanza kabisa malengo ya Marekani ni ikiwa pamoja na kuzuia Irani kuwa na silaha za nyuklia, lakini kulinda washirika wake hasa Israeli, lakini pia kudhibiti ushawishi wa Irani Mashariki ya Kati. Kwa hiyo hayo ni malengo ya upande wa Marekani. Lakini upande wa Israeli kwanza kabisa ni kujilinda dhidi ya tishio la Irani, kuzuia Irani kupata bomu la nyuklia, kupunguza nguvu za makundi yanayoungwa mkono na Irani. Kwa hiyo Israeli pia ana malengo yake kama hayo. Lakini upande wa Irani na yeye haiko nyuma. Yeye lengo lake ni kwanza kupunguza ushawishi wa Marekani katika eneo, lakini kuimarisha nguvu ya Mashariki ya Kati. Lakini kingine ni kusaidia makundi yanayopinga Israeli. Kingine ni kujilinda dhidi ya mashambulizi. Lakini hapa kuna mgogoro huu ukoje kwa sasa. Kwa hiyo tutaenda kuangalia sasa hivi ukoje huu mgogoro. Kumrazi. Mara nyingi sio vita vya moja kwa moja. Kwa maana ya sio direct war. Ni mashambulizi ya siri kwa maana cyber attack. Lakini pia kuna vita kupitia makundi ambayo sisi tunasema ni proxy war, makundi wa shirika. Lakini pia mashambulizi ya anga au makombora ya mara kwa mara. Kwa kifupi, in summary, ni mgogoro wa kisiasa kwa maana power and influence. Kingine ni usalama kwa maana nuclear weapons, itikadi, religion and ideology, pamoja na ushindani wa nguvu Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ni historia fupi kabisa ya mzozo kati ya Marekani, Israeli na Iran. Jamani, asanteni sana na asubuhi njema.